Kwa nini tunaishi katika hofu za wengine? Katika safari ya maisha, binadamu huanza akiwa kiumbe huru kabisa. Ukiangalia watoto wadogo utagundua kitu kimoja cha ajabu: hawana hofu. Mtoto hajui umaskini, hajui dharau na wala haogopi kifo. Anazaliwa akiwa ulingo wa nuru na ujasiri wa asili. Mifumo ya dunia, kuanzia elimu, siasa hadi baadhi ya mifumo ya kidini, imeumbwa kwa namna ambayo inatuvika kilemba cha hofu. Tunafundishwa kuogopa moto wa kesho kuliko kuthamini pumzi ya leo. Tunafundishwa kuogopa umaskini kwa kiasi cha kuwa watumwa wa kazi tusizozipenda. Tunajikuta tukiishi maisha ya kujilinda badala ya kustawi. Karibu 85% ya mawazo yetu yamegubikwa na hofu na wasiwasi. Hatuwazi kuhusu uwezekano wa kufanikiwa, bali tunawaza kuhusu hatari ya kushindwa. Hatuwazi kuhusu uzuri wa mauti kama sehemu ya asili, bali tunawaza maumivu ya kuondoka. Tunapoteza 85% ya nguvu ya nafsi zetu kwa hofu. Hatuishi uhalisia wetu tena, badala yake tunatimiza malengo ya watu wengine. Tunaishi tukiwa kopi badala ya kuwa asili. Kama kuna uasi wa kweli ambao mwanadamu anapaswa kuufanya leo, si uasi wa silaha, bali ni uasi wa kifikra. Ni kurudi kwenye uasili wa yule mtoto asiogopa. Ni kuvua kilemba cha hofu tulichovikwa na mifumo na kuanza kuandika ramani yetu wenyewe. Nimepata kusema na nitarudia tena kusema, mwanadamu alizaliwa akiwa ulingo wa nuru na ujasiri, lakini mifumo ya dunia ikamvisha kilemba cha hofu ili itawale hatima yake. Tunapoishi kwa 85% ya wasiwasi, hatuishi uhalisia wetu, bali tunatimiza ramani ya waliotutangulia. Kurudi kwenye uasili wa mtoto asiogopa ndio uasi pekee wa kweli. Ni wakati wa kuamka na kurejesha nuru yetu. Hofu ni chombo cha utawala, ujasiri ni asili ya uhuru wako.